Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu bingwa wa tiba Afrika Mashariki na dunia nzima, daktari wenu Dr. Chikalamoto. Niko hapa mbele yenu kwa heshima na taadhima siku ya leo, naendelea kuwapa elimu mbalimbali zinazokuwa zinakuijieni hapa katika chaneli yenu, chaneli pendwa ya TV ya Dr. Chikalamoto, na msichoke kuendelea kupata elimu hizi kwa sababu ni elimu ambazo ni za kiwango cha juu sana. Kwa hiyo ndugu zanguni, wewe utakayesikiliza elimu hii inayoitoa hivi sasa, umebahatika ndio mara ya kwanza, rudi katika vipindi vyangu katika YouTube, vingi sana utapata mambo mengi sana ambayo yatakufurahisha, yatakuelimisha, kufanya kuinua na hata tiba. Na hata kama utakuwa una tatizo la kutaka kusaidiwa, wewe utapiga namba hiyo inayopita hapo chini, basi hakuna itakaloshindikana na hakuna linaloshindikana chini ya jua. Ndugu zanguni, ninaombeni siku ya leo twende moja kwa moja kwenye mada ambazo nimeleta mbele yenu, na mada ni kama kawaida, ndoto tunazileta nazo, zinaendelea kuwa nyingi ndoto. Ninawaleteni ndoto zetu, ni ndoto ambazo zina maana, na ni ndoto ambayo kama hujawahi kuiota, basi mwenzako alishawahi kuiota. Kama hujawahi kuiota, basi ulishasikia mtu kaota, basi kuna siku unaweza ukaisikia. Kama hujaisikia, basi mpe tafsiri hii ambayo mimi nakupa. Kama mtu akikwambia bwana, nimeota ndoto hii, basi wewe kuwa mwalimu wa kumpa hiyo tafsiri ya hiyo ndoto mara moja. Kwa hiyo usichelewe kumpa tafsiri, kwa sababu hiyo tafsiri inaweza ikamsaidia. Labda alikuwa anataka aingie kwenye changamoto, basi wewe utakapokuwa umemwambia, atakuwa ni mtu ambaye anajikuwa na tahadhari ya kujitatua katika ile changamoto ambayo umekuwa umemwendeza. Sasa ndugu zangu, ni siku ya leo naomba niwajalie ndoto. Ndoto ya kwanza kwa siku ya leo, kuna mtu anaweza akaota. Kuna mtu anaweza akaota kama amelala. Na wakumbusha tena kabla sijaenda kwenye ndoto, kwa sababu mtu ukikuta ndoto tu hivi nimeizungumzia, haujui kwa nini mimi nazungumza ndoto. Nimeshakuambieni kwamba ndoto ni taarifa anayopewa mwanadamu katika ulimwengu wa ndoto. Ndoto ni taarifa anayopewa mwanadamu katika ulimwengu wa ndoto. Na kuna ndoto ambazo unaweza kuletewa, ambazo ni ndoto za aina 4. Kuna ndoto zenye faida na kuna ndoto zenye hasara, na si kila ndoto kwako ina faida. Kwa nini nasema nyingine hazina faida? Kuna ndoto unaletewa na wachawi, kwa sababu kuna ndoto za aina 4. Kuna ndoto unazoletewa na malaika. Hizi ndoto unazoletewa na malaika ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, zinakuja moja kwa moja. Kuna ndoto ambazo unaletewa na mizimu ya kwenu, sio mizimu ya ukoo fulani wala ukone, ni mizimu ya kwenu inakuletea ndoto hizo. Kuna ndoto unazoletewa na majini. Sasa hizi ndoto unazoletewa na majini, unaweza ukaletewa ndoto mbaya na majini wabaya, au unaweza kuletewa na ndoto nzuri na majini wazuri, kwa kukupa tahadhari au kwa kukupa onyo. Kuna ndoto ya 4. Hii ndoto unaletewa na wachawi. Hizi ndoto unazoletewa na wachawi hazijawahi kuwa ndoto nzuri kamwe katika maisha ya mwanadamu. Wanaweza kukuletea ndoto, na ndio maana ndoto za wachawi zikoje? Unaweza kuota ndoto unakula nyama usiku. Ukishaota ndoto unakula nyama usiku, na saa nyingine ukaamka ukaona kuna dalili labda ya harufu fulani, au unaamka ukaona labda mdomoni kuna hali ya ladha fulani, ujue kwamba wewe kuna nyama za kichawi ulikuwa unalishwa. Unaweza wewe ukaota ndoto labda uko sehemu ambayo labda unabeba vitu vizito, unabeba mizigo au unalima, na ukiamka asubuhi unakuta umechoka, mwili umechoka kweli. Hizo ni ndoto za wachawi, hazijawahi kuwa ndoto za wachawi nzuri kamwe. Kwa hiyo kaeni muelewe, kuna ndoto za aina 4. Kuna ndoto unazoletewa na malaika kupitia Mwenyezi Mungu. Yaani unaletewa Mwenyezi Mungu kupitia malaika.
Yaani Mwenyezi Mungu anakuletea ndoto wewe kupitia malaika wake wazuri. Alafu kuna ndoto ambazo unaletewa na mizimu ya kwenu. Ndoto unazoletewa na mizimu ya kwenu ni zinakuonya, zinakukumbusha au zinakukataza. Kuna ndoto ambazo unaota unaletewa na majini wabaya au wazuri, kwa sababu majini wameunga katika sehemu, kuna majini wabaya na wazuri. Sasa ndoto, unaweza ukaota ndoto ukajua umeletewa na jini mzuri, lakini kumbe umeletewa majini wabaya. Na ndoto hizo nilizowaeleza za mwisho ni za wachawi, ambazo niwaeleza hazitaweza kuwa ndoto nzuri kamwe. Kwa hiyo nawapa lai mapema kwamba unapoelezwa ndoto uzijue hii ndoto niliyoota ni ya namna gani, inaniashiria nini. Ukishapata ndoto jibu linakuwa ni rahisi. Sasa basi, kuna ndoto ya kwanza ambayo nataka nikuelekeze. Unaweza ukaota hiyo ndoto, labda uko kwenye ukumbi mkubwa wa starehe, unaburudika, unafurahi, unacheza mziki, unashirikiana na watu vizuri, unafanya mambo yani uko kwenye mudi, kwenye furaha ya kiwango fulani. Hiyo ndoto inaashiria nini? Hiyo ndoto inaashiria kwamba kuna ripoti au kuna habari utakazopokea hivi punde, habari za kukufurahisha, habari za kukutia moyo, habari za kukufanya ukawa ni mtu ambaye ukajiona sasa unakwenda kwenye matumaini mapya. Zipo ndoto nyingi sana unaweza ukaota, yani yapo mambo mengi sana. Labda unataka kupandishwa, unaweza ukapewa ripoti ya kupandishwa kazi, unaweza ukapewa ripoti ya kuongezewa mshahara, unaweza ukapewa ripoti labda ya ufaulu wa mtoto wako, unaweza ukapewa ripoti labda unapewa safari, labda unapewa transfer, unaenda kwenda masomoni, mambo mengi, au utafaulu mtihani. Sasa ndoto ya hayo mambo niliyokufanulia ni ndoto unayoota uko kwenye mziki, kwenye ukumbi wa burudani, ndio inakuja na udodoso ya hayo mambo niliyokuelekeza. Hiyo ni ndoto ya kuota uko kwenye ukumbi wa mziki, ina ishara ya kwamba unakwenda kupata habari zenye furaha, habari zenye kukufurahisha. Ndoto ya mwisho ambayo nataka nikuelezeni ni ndoto ambayo utakapoota ndoto hii ujue kwamba kuna jambo linaenda kutokea ambayo sio jambo zuri kwenye taifa lako, kwenye nchi yako. Hii ndoto unaota kwa niaba ya nchi yako, kwa niaba ya taifa lako, sio kwa niaba ya familia yako. Kwa hiyo hii ndoto anaweza akaletewa ripoti mtu yoyote kwa niaba ya nchi yake au taifa lake. Ndoto yenyewe ni ipi? Ukiota jeneza, lakini lile jeneza unaloliota unaota jeneza linapitishwa juu angani. Yaani umeota jeneza lakini lile jeneza linapitishwa angani, linapita angani, yaani lipo angani, halishikwi na mtu yoyote, liko angani, linapita angani. Elewa muda si mrefu katika nchi yako, katika taifa lako kunaenda kutokea kifo cha mtu mashuhuri, kinaenda kutokea kifo cha mtu mkubwa kwenye taifa lako, kinaenda kutokea kifo cha mtu mzito kwenye taifa lako. Kwa hiyo sijajua hii wewe unaweza ukatoa msaada upi wewe kama wewe, lakini ni taarifa ambayo wewe unaweza ukaitolea ushuhuda na ushuhuda ukatokea. Wewe unaweza ukaitolea utabiri na utabiri ukatokea. Kwa ndoto ya namna hii ikija, tarajia muda si mrefu, kama sio siku, kama sio mwezi, hiyo ndoto zinakwenda ndani ya siku, wiki mpaka mwezi.
inapokuja hiyo ndoto, lazima litokee tatizo hilo, kwamba kunaenda kutokea mtu maarufu ambaye ni kiongozi kwenda kupoteza maisha, anaenda kufa, yaani msiba wa kiongozi ambaye anatokea katika taifa lako. Kwa hiyo wewe, hiyo ndoto unaletewa kwa maono ya niaba ya taifa lako pendwa, kwa niaba ya nchi yako. Ndugu zanguni, hii elimu inapatikana hapa hapa kwenye channel ya Dr. Chikalamoto. Hakuna sehemu nyingine utaipata hii elimu. Hizi mfululizo wa ndoto nyingi chungu mzima ukiangalia katika YouTube zipo. Kwa hiyo ninaombeni muendelee kusubscribe hii channel. Haya ninayoyaeleza mtayapata hapa hapa, na hii elimu mtaipata hapa hapa. Kwa hiyo kwa siku ya leo ningeomba niishie hapa, na karibuni sana na asanteni sana, na kwa elimu karibuni siku nyingine tuendelee na vipindi katika chaneli yetu ya YouTube ya Dr. Chikalamoto.